Kwa hiyo pichi imekarabatiwa kwa hali ya juu. Boli inatembea licha ya mvua nyingi ambayo ilinyesha mapema hii leo. Cheza mpira kwa Asia Toula. Pacome Zouzoua Pacome anapita pembeni kule. Pacome Zouzoua anaweka mpira mwingine tena mbele yake zaidi, anaweka mpira katika nafasi. Kenneth Musonda anakataliwa. Bado shida iko pale pale. Toula yao kwa Asia na cross stadia. It's Kenneth Musonda. Taburere la wananchi Young Africans kupitia Kenneth Musonda anaandika bao la mapema sana, akimlipa Enock Inonga Baka Verane ambaye alifanya katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Anaishi kwa upanga, atakufa kwa upanga. Kenneth Musonda, nyota wa zamani wa Aba Yellow, anafanya kazi nzuri. Cross ambayo iliwekwa na Pacome Zouzoua chini chini, kakataliwa ya kwanza. Yao Asia Toula akasogea mbele, akapiga cross, ile inakuwa assist yake ya 5. Kenneth Musonda anaandika bao safi kabisa. Yanga 1 Simba 0. Yao Asia Toula anaenda kukoa cross ile jeshi. Kenneth Musonda anaijibu kwa kuipokea fresh sana, free header. Chama Clatous anakataa tikitiana, mpira unakwenda nje, inakuwa ni kona. Simba walianzisha kona ya haraka na kupata bao la kuongoza. Mpira ambao ulivuka katika eneo, japo aliupiga kwa pembeni, alikuwa anatafuta engo. Saido ni Bazonkiza ameujaza ndani kule, Kipdani pale pale penye mshono. Kipdani si Prosper anakwenda kufunga midomo mashabiki wa Young Africans, anawafunga midomo wananchi, anaandika bao safi, akimlipa Kenneth Musonda. Kibudenga Kipdani si Prosper, kazi nzuri ambayo ameifanya. Jiki Jara akimwona Kipdani si Prosper anaona kama mzimu hivyo kutisha unakuja mbele yake. Mashabiki wa Simba wamefurahi, mashabiki wa Simba wamechezika. Derby day, mechi ni ngumu hii. Free header, Kipdani anaijaza katika net. Free header ya Kipdani anakwenda anaijaza kwenye mwamba wa pili, katika nafasi ambayo walinzi wa Yanga walimtazama kama sanamu la Kariakoo, kama sanamu la Posta. Mchezaji ambaye anakwenda juu na kutandika header. Kibu anaingia kwenye record, ni kati ya wachezaji wachache ambao wanafunga katika michezo mfululizo ya Derby. Simba wanajibu tena. Saidoni Bazonkiza weka mpira na kataliwa na Ibrahim Baka. Haya, ile kuondoka tena Yanga. Stefan Aziziki Stefan na mpira ule kabilisha mali katika nafasi. Maxim pia Nzengeli, tabu ipo pale pale, ni wananchi Yanga. Maxim pia Nzengeli, bonge moja la mchezaji, analalamika tu. Fabrice Ngoma Luamba anaonesha show na mkongomani mwenzake Maxim pia Nzengeli. Mbappe kutoka Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaandika bao safi kabisa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Taburere la Yanga 2 Simba 1. Iliwekwa pasi nzuri ya kutenga na Stefan Aziziki, master magician, pasi ambayo imepita na Maxi hakuwa na kingine cha kufanya, kamtazama Aishi akapeleka mpira katika eneo jingine ambalo Aisha na mburi ya tope. Aisha anaruka pasi na kuagana na nyonga, mpira ambao anakwenda kuwapa wananchi bao la pili, lakini Max anafika hapo hapo ambapo yupo Stefane na Jean Baleke, bao la 6 kwake. Na upande zote mbili walisema kwamba kila bao itakuwa ni zawadi kwa mama, na wapo katika AFCON kama ambavyo Moses Biri na Kenneth Musonda na wanatakiwa kuonesha. Hakika achezwa mpira ule kwa Pacome Zouzoua. Hao ni Ivory Coast. Ivory Coast ndio wenyeji kabisa wa AFCON. Aendelea kumuonesha kocha wa Ivory Coast Pacome Zouzoua. Weka mpira katika nafasi. Mzize Clement Mzize ameweka mali katika njia. Stefan Aziziki Tumbadi anawaambia sisi sio milima, tumekutana tena hapa, sisi sio visima. Wananchi Young Africans wanashangilia kwa nguvu,
wanashangilia kwa nguvu, wengine watashangilia mpaka usiku wa manane. Hawaamini wanachokiona wekundu Msimbazi Simba. Djigui Diarra anaonyesha kichwa chake kwamba maarifa ni makubwa kwa wananchi, mambo ni mazuri. Stefan Ki Azizi anamwacha mbali Jean Baleke katika orodha ya upachikaji mabao. Alikimbia Pacome Zouzoua kutoka Ivory Coast, akamwekea kijana kutoka Tanzania Clement Mzize katika nafasi. Mtumbadi Stefan Aziz Ki, mwamba wa Wagadugu, akaandika msumali wa 3 kwa Young Africans. Mambo mazuri kwa Yanga. Utasifu ambacho kakifanya Pacome Zouzoua, mchezaji ambaye alilazimisha kutoka pembeni, ikatekwa kwa Clement Mzize. Aliona kwamba hawezi kufanya kitu kwenye eneo lile. Pasi nzuri kwa Stefane, licha ya kuwa katikati ya msitu wa wekundu wa Msimbazi, katikati ya Simba, amefanikiwa kupiga ule mpira ambao unapita katikati ya miguu ya Aishi Salum Manula. Kama ilivyo pia kwa wananchi, na wana nafasi ya kuongeza zaidi, kila mmoja ana nafasi yake. Cheza mpira kwa kisigino, kazi nzuri kutoka Pacome Zouzoua. Clement Mzize, Mzize Clement anacheza na Stefan Aziz Ki, amekuwa mali katika njia. Clement Mzize, Mzize Clement naingia ndani katika nafasi. Maxi, acha hiyo, acha hiyo, usijizime data na wala hauoti. Hii sio ndoto, huu ni ukweli mtupu. Mbappe kutoka Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaandika msumali wa pili kwake, anaandika msumali wa 4 kwa Young Africans. Hii sio ndoto, huu ni ukweli kabisa. Leo ni tarehe 5 Jumapili katika dimba la Benjamin Mkapa. Tabula lera, hivi ni kweli? Ndio, hivi ni kweli, lakini rangi yenye maana zaidi kwa sasa ni njano na kijani, ndio rangi ambayo ina furaha kwa wakati huu. Kiliachwa kisigino na Pacome Zouzoua, pasi ambayo alazimisha Clement Mzize, alimweka chini kutoa Yeriko, bado akatengewa tena na Stefan Aziz Ki, alimforce na kumkokota Mohamed Hussein, anatapi ni mpira. Mbappe wa Kongo, bao la 4 kwa Yanga, bao la 7 kwa Max, lakini bao la pili kwa Max kwenye mchezo huu. Clement Mzize, asisti nyingine anaitengeneza kwenye mchezo huu. Ukuta wa Simba unapitika, ukuta wa Simba unaruhusu mabao 4. Ni muda mrefu sana, unaweza ukafikiria ni lini Simba ameruhusu mabao 4. Yanga wanamnyanyua rais wao Engineer Hersi. Mpira mrefu mbele, unajibiwa kwa kichwa. Stefan Aziz Ki mali katika nafasi ile, Henok Inonga Baka Varane na mwamuzi Ahmed Arajiga afunika mkwaju penalty. Ni madhambi yamefanyika ndani ya box ya Fanale. Alipita kwa kasi Maxim Pianzengeli, lakini Ahmed Arajiga anaendelea kusisitiza kwamba huo ni mkojo penalty, na Shemalon Fondo anaonyeshwa kadi ya njano. Pasi ya kutenga ya Stefane, na Maxim ambaye alikuwa kwanza kugusa ule mpira. Mkasi ama ile tako kushindwa kufanikiwa, inampa nafasi Maxim Pianzengeli katika nafasi. Pacome, alkisasu haka, kila goti litapigwa, kila kisasi kitalipwa. Wastani wa miaka 11 iliyopita Young Africans walipigwa mabao 5 katika uwanja huu. Mambo yalikuwa magumu kwao, na leo hii Yanga wanalipa dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Namna ya kusalimiana imepatikana sasa, namna ya kutoleana salamu imepatikana sasa. Wananchi wanatakata Benjamin Mkapa. Penalti safi ya Pacome Zouzoua inamtesa Aishi Salum Manula. Aishi Salum Manula amehangaika katika hili. Ayub amekwenda upande mwingine, mpira ukaenda upande mwingine. Kwa sasa ambacho tunaweza kukifanya ni kuonesha tu kiganja chako. Wananchi wanaweka mipira 5 kwenye kamba za Aishi Manula. 5. Miaka 11 imepita. Azam TV, burudani kwa wote.